Mahitaji ya juu ya umeme ya nchi yetu mwaka 2017-18 ilikuwa ni megawati 1045. Megawati ni wingi wa umeme, megawati 1045. Ambapo mwaka 2018-19 mahitaji yaliongezeka yakawa megawati 1116.6. Manake kwa mwaka mzima ziliongezeka megawati 70. 2020-21 tukafika 1201, mwaka 2021-22 ikapanda tukafika 1340. Kama mnakumbuka kipindi hiki kukaanza matatizo ya umeme. Kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na chanzo kipya chochote kilichojengwa cha umeme nchi hii baada ya bomba la gesi kuingia Dar es Salaam. Lakini mtakumbuka mwaka 2017-18 serikali ilipiga matarajio, ikaona uwezekano wa mahitaji ya umeme kuongezeka utakuwa mkubwa, tutafute chanzo kimoja kitakachojenga ili tuondokane na matatizo ya umeme. Mtakumbuka hapa ndo tukaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, kwa sababu tulivyo project tukaona huko tunakoenda tutakutana na matatizo. Kwa hiyo 2023 hapa tukaingiza Julius Nyerere mashine ya kwanza, mashine ya pili, mashine ya tatu, na sasa nataka niwape tu taarifa, jana ndio tumekabidhiwa mashine ya 9 ya mwisho. Kwa hiyo kule Julius Nyerere kazi imeisha. Sasa ukiangalia 2023-24 tulifika 1645. Mwaka huu mwezi wa pili tumerekodi kwa mara ya kwanza megawati 1908. Sasa jedwali moja wapo liko hapa nililiandaa, hili ndio litawasaidia zaidi na nadhani baadaye tutawapatia muweze kuliona. Mtaona msambao ulivyo. Jamani, kwenye uchumi unaokuwa ongezeko la nishati ya umeme la 15%, karibu 16 kwa mwaka ni rekodi ambayo haipo hapa Afrika. Jaribuni kuangalia nchi yoyote ambayo mahitaji yake yanaongezeka kwa kasi kubwa ya namna hii. Na hii haitokei kwa bahati mbaya. Inatokea kwa sababu moja tu, serikali yetu kwa miaka 4 hii imefanya kazi kubwa ya kuifungua nchi, na kwa kweli mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais wetu, mwenyekiti wetu ametufanyia kazi kubwa sana kwenye sekta ya nishati. Sasa hivi hali yetu ikoje? Hali yetu ilivyo, ukichukua bwawa la Mwalimu Nyerere kama mahitaji yetu ya juu kabisa ni 1908. Maana yake ni kwamba bwawa la Mwalimu Nyerere peke yake lina uwezo wa kuilisha nchi hii kwa umeme bila matatizo, bila vyanzo vingine. Na ndio maana mkiangalia mitambo ya gesi mingine tumeizima. Kwa nini? Kwa sababu umeme wa maji una bei nafuu. Na kulikuwa na mitambo tuliyokuwa tunazalisha ya Songas ambayo kwa miaka mingi ilikuwa inapigiwa kelele na muda wake ulikuwa umefika mwisho. Watu wakawa wanatamani tuongeze muda. Mheshimiwa Rais akasema sitaki umeme wa bei kubwa kwa wananchi, tunamalizana nao mkataba, Songas aende, tutazalisha umeme wenyewe. Hili jambo ni kubwa sana. Lilishindikana kwa zaidi ya miaka 20. Songas mnaifahamu, kila mtu alikuwa anaisema. Songas jamani imeisha muda wake wakati wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli tunamshukuru sana, na tunataka tuambieni wajumbe wa baraza kuwa sekta yenu ya nishati Mheshimiwa Rais ameifanyia kazi kubwa sana. Sasa nimalizie mwenyekiti, nilitaka niwape hiyo picha kwamba kazi hii ambayo rais wetu anaifanya haiwezi kujulikana kwa wananchi kama chama chenyewe hakitapata nafasi ya kuwaeleza Watanzania hali halisi.